Serikali imetangaza operesheni mpya ya kiusalama ya kukabiliana na wezi wa mifugo na majangili katika kaunti za Isiolo, Samburu na Meru. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema operesheni hiyo ya pamoja itahusisha wanajeshi wa KDF na shirika la NIS. Murkomen amesema vyombo hivyo vitafanya kazi kwa ushirikiano na polisi kuwaondoa majangili na kumaliza kabisa uhalifu katika maeneo hayo, kama anavyoeleza mwanahabari wetu Ben Kirui. Majangili, wezi wa mifugo na wahalifu wengine ambao kwa miaka mingi wamewakosesha usingizi wakazi wa kaunti za Isiolo, Samburu na Meru sasa watakuwa na pa kujificha. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akitangaza operesheni inayolenga kuvunja mitandao ya kihalifu. Tomorrow and by Thursday, by weekend, lazima nisikie nduru kwa kila kona, nipate masimu ya kila aina, ndio nijue kwamba hiyo uchungu imepatikana. Akizungumza mjini Isiolo siku ya Jumanne alipokuwa akiongoza kikao cha usalama, Murkomen amesema operesheni hiyo haitawalenga wahalifu wenye silaha pekee, bali pia wafadhili na washirika wao, wakiwemo wanaohusika na ununuzi wa silaha haramu na risasi, pamoja na wanaosaidia shughuli za uhalifu kwa kununua mifugo walioibwa. Hiyo operation itakuwa chungu, itakuwa ina target bandits wenyewe, wale wanawapatia pesa ya kununua bunduki, wale wanawapatia pesa ya kununua risasi, wale ambao wananunua ng'ombe directly kutoka hawa wakiwapatia pesa ya kuendelesha hiyo kazi. Operesheni hiyo itahusisha wanajeshi wa KDF na maafisa wa shirika la kitaifa la ujasusi NIS ambao watatumwa katika maeneo yanayokumbwa na ujangili na ambao pia watashirikiana na polisi kuwaondoa majangili na kuvunja mitandao ya wahalifu katika eneo hilo. Tutakuja sisi wote hapa kama vile waziri wetu amesema, tutalete vifaa zetu hapa. Mtu asianze kulia ule yako kwa hiyo rosozi huko, ule yako kwa hiyo mlima ingine, hiyo anafichana mahali hiyo ingine, hapana lia kama sisi tunafika hapo. Waziri Murkomen pia ametangaza mpango wa kuwapangua maafisa wa usalama katika maeneo yaliyoathirika, akisema maafisa waliokaa kwa muda mrefu katika vituo hivyo watahamishwa ili kuongeza uwajibikaji na kurejesha imani ya wananchi. Officers who have overstayed in this place and they have become complacent, wamezoeana, wako na marafiki, wako na networks na watu ya hapa, wanaogopa kiongozi huyu na kiongozi yule, akiambiwa kufanya anasema hawezi fanya kwa sababu the IG is going to do the reorganization to make sure that we have fresh new police officers who will come here to assist in dealing with that issue. Viongozi wa maeneo hayo wamepongeza operesheni hiyo, wakisema kwa muda mrefu wakazi, hususan jamii za wafugaji, wamekuwa wakihangaishwa na uhalifu. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.